jambo la kupendeza na la kufurahisha sana kwa mkusanyiko huu hapa kanisani na siku hii ya leo kwa heshima ya Padre Desideri Foy. Tumeacha shughuli zetu, wengine tumesafiri kutoka nyumbani tofauti kwa sababu ya Padre Desideri. Tumekuja ili tuungane naye anapoimba Zaburi ya 9 aya ya 1. Nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote, nitasimulia mambo ya ajabu ambayo Mungu amenifanyia. Kumbe kila mmoja kwa nafsi yake hapa, sehemu kubwa ya uwepo wetu hapa ni kwa sababu tumekuja kumuunga mkono Padre Desideri ambaye leo basi hiyo Zaburi ya 9 aya ya 1 ndio imejaa mdomoni mwake anaporudishia Mungu shukrani kwa mambo makubwa aliyomtendea katika wito wake. Tunamwambia hongera sana. Ni katika jambo hilo la shukrani, kumbe hatutaishia kushukuru Mungu kwa ajili ya nafsi ya padre wetu mpya Desideri. Badala yake tutaendelea kumwomba Mungu ili amfungulie njia, maana sehemu kubwa ya wito wake
Kwa namna zipi? Nitasema namna tatu ambazo na sisi tumekuwa kwa Padres Day. Namna ya kwanza, inawezekana tulikuwa tunamwambia nenda kaseme nenda Bwana kwa mtumishi wako anasikia, pale ambapo tulikuwa tunamsaidia kwa kumpatia vitu, pesa, nguo, mali mbalimbali ambazo zilikuwa zinamsaidia katika safari yake ya wito. Kwa kama ulifanya hilo, maana yake na wewe ulikuwa katika maisha yako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, kuna namna ambavyo sisi kama ambao tulikuwa karibu na yeye, labda tulimshauri, labda kuna mahali alikosea tukamsahihisha, labda kuna wakati tulimfundisha. Hapo sasa wanaingia wale walimu wake wote, tangu walipoanza kufundishwa kuandika hao wote walikuwa wanamjenga kuifikia hii siku alipokuja kuitikia wito wake na kuwa padri. Lakini kuna wengine labda ulimwombea wewe mtu, mambo ya kiroho kwako yako vizuri sana, sasa ulipiga magoti ukamwombea. Sasa ulipokuwa unamwombea ulikuwa unakuwa katika maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe nafasi ya kwanza na nafasi ya pili, kuna baadhi ambao umeshaona namna mlivyoshiriki katika kumwezesha padri wetu kufikia siku hii ya leo. Na sasa hatuiti tena jina la kawaida kwamba yeye ni President, sasa anaitwa Baba Padri President. Hayo kuna watu tumeshiriki katika namna hizo. Lakini namna nyingine ya tatu ambayo natamani niseme ni kwamba inawezekana wewe upate chochote kama pesa, mali, hujampa chochote. Lakini inawezekana pia hata hujaweza kusali au kumshauri au kumfundisha, ila ulikuwa ukikutana naye njiani, tabasamu tu na tabasamu. Lakini tabasamu la Kikristo, tabasamu ambalo lilikuwa linamfanya anajisikia kwamba nina mtu hapa anafurahia hichi kitu ninachokihangaikia. Kwamba ulikuwa unapotabasamu, maana yake ulikuwa unamuonyesha unamfurahia, kwamba unajua huyu ni frateri, kwamba yuko anasoma, anasema anasomea upadri. Si kama upadri wewe unasomea, lakini ndio ipo kila somo anasomea upadri. Kwa hiyo ukikutana naye umwangalie kwa hasira kama jamani nimepotea njia hii kama hivi. Badala yake ulikuwa unafurahi, unatabasamu na moyoni ulikuwa unamtakia tu mema. Ulikuwa usemi chochote lakini moyoni unamtakia tu mema. Kumbe pamoja na hayo uweza kufungua mdomo, lakini tunasema na wewe ulikuwa ni katika maisha ya Padri President, ambaye sasa leo tunamwangalia kama Samueli mpya. Tupigeni makofi kwa Yesu. Na ndiye tupigeni makofi kwa sababu unajua kama umeweza kuacha shughuli zako ukatoka nyumbani ukaja hapa, ni lazima ushiriki katika hizo sehemu tatu nilizosema za kumfanya huyu padri aweze kuonekana kama alivyo leo. Tupigeni makofi kwa Mungu. Kwamba sasa kijana wetu Desideri ni Baba Padri Desideri Joseph Mfao. Kwa hiyo kazi moja tumemaliza. Kazi ya pili tulionayo ni kumfanya sasa atembee vema katika wito wake, atembee vema katika utume wake. Kila atakapokuwa anaenda akawe zawadi kwa wale watu wanakwenda kuwatumikia. Kila atakapotumwa na mkuu wake wa shirika au na mama kanisa kama tunavyosema, atakwenda akafanya kazi vizuri ya kitume, na kila mtu amuone kwamba huyu ni kuhani amekuja kwetu, huyu ni mtume wa Mungu amekuja kwetu kuja kufanya kazi. Hilo hatuwezi kumwachia, maana wakati mwingine ndugu zangu waumini, kuna wakati watu tunajiamini kwamba mapadri hawahitaji kuombewa, kama wana nguvu za kutosha, mapadri wana baraka zote. Kwa hiyo tunaisha tukiambia padri naomba uniombee, padri naomba baraka, padri naomba uombee mtoto wangu. Tunabaki tukiomba, lakini tunasahau kwamba na wenyewe kama ukirejea hiyo barua kwa Waebrania inasema na wao ni binadamu, wametoka katikati yetu. Kwa hiyo katika ile sura ya binadamu bado wanahitaji sisi tuwaombee, ili ule ukuhani ule ndani wao uweze kufanya kazi yake vizuri. Wakisimama kufundisha, watufundishe kweli kwa nguvu ya kimungu. Wakisimama kutuongoza, watuongoze kweli kwa nguvu ya nani? Wakitakatifuza, watutakatifuze sisi na mambo yale yote ambayo yanastahili kutakatifuza kwa nguvu za kimungu,
ya padri mmoja, isije ikaisha siku hujafanya ishara ya msalaba kwa ajili ya padri fulani, na hasa wale ambao wanafanya kazi katika utume ambao ni mgumu. Na shirika letu, shirika la Roho Mtakatifu, huwa sisi tunatumwa katika maeneo yale ambayo unakuta watu wengine wanaogopa kwenda. Uzuri tuna Padre Desideri hapa anatumwa tu hapa Tanzania, lakini hata Tanzania kuna maeneo mengine ukisikia unaogopa. Pana unatumwa Sumbawanga, unasema Sumbawanga kweli? Unatumwa Kigoma, unasema Kigoma kweli? Sasa hayo ni maeneo ambayo unapokuwa unayaogopa, lakini kuna mtumishi wa Mungu katumwa kule. Kumbe anahitaji sala zako wewe ambao uko katika mazingira ambayo yametulia, ili ile sala ikamfanye akatumike vema katika yale mamlaka na yale madaraka na ule utume ambao Kristo ameweka ndani yake, wa kufundisha, wa kuongoza na wa kutakatifu. Kwa hiyo kazi kwenu au kazi yetu, nikisema tunakimbia wingi, tumsifu Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo natamani sana tushirikishane ndugu zangu kuendana na masomo ya siku ya leo ni nguvu ya Mungu katika kumbadilisha mwanadamu. Nguvu ya Mungu katika kumbadilisha mwanadamu. Tutarejea Injili ya Luka sura ya kwanza. Leo tumesoma kuanzia aya ya 46 mpaka aya ya 55. Utenzi wa mama Bikira Maria. Ukisoma utenzi vizuri sana, ukiwa umetulia, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini kati ya mambo mengi ya kujifunza ndio ile niliyosema kwamba Mungu huwa anabadilisha wanadamu. Leo uko hivi, kesho unaamka umeshakuwa kitu kingine chema na kizuri na cha kuvutia. Katika aya ya 51 mpaka 53 Injili ya Luka hiyo sura ya kwanza, mama Bikira Maria alikuwa anataja nguvu hizo za Mungu, kwamba wenye kiburi anawatawanya mawazo yao, lakini wanyonge amewanyanyua, amewainua wanyonge, wanyenyekevu amewainua, matajiri amewashusha kutoka kwenye roho zao za kujifanya kwamba wana fedha, akawashusha, na wote wenye mamlaka na madaraka akawashusha. Sasa kama mama Bikira Maria aliweza kumwona Mungu katika hizo nguvu zake za kumbadilisha mwanadamu, ndivyo hivyo na sisi leo tunapaswa tumuone Padre Desideri, ambaye siku za nyuma tulikuwa tunamuona kama ni kijana wa kawaida tu, anatoka kwenye familia hiyo ya mama Kukeria, tunamuona tu kijana wa kawaida. Lakini tarehe 14 alilala akiwa shemasi, si ndio? Tarehe 15 wale ambao mlienda kule Patani Tengeru, mliishia tu kumwambia baba padri, tumsifu Yesu Kristo, baba padri naomba unibariki. Ikatoka kwenye shemasi ikaenda kwenye baba padri. Ni nani aliyofanya hayo makuu yakafanyika hivyo na yakabadilika kwa haraka hivyo? Ni nani? Na ndio maana Padre Desideri hakusita, wala ambao tutakuja kuona simulia zake, labda wengine mnazo tayari. Kale karatasi anapotoa kama lugha ya kawaida ambapo kunakuwa na picha, lakini kanaonyesha kumbukumbu mbalimbali, alipata ushemasi lini na nini. Pale juu kwenye picha aliandika maneno ya Zaburi ya 54 aya ya 4. Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia. Tazama, tazama, Mungu ndiye anayenisaidia. Na unaona katika hayo maneno ya Zaburi, hiyo sentensi inakuwa endelevu, kwamba Mungu ndiye anayekusaidia, kwamba unagundua hata nilipoamka leo ni Mungu kanifanya nikaamka. Yeye alipolala kama shemasi akaamka na siku hiyo akaanza kuitwa padri, ni Mungu ndiye aliyefanya akaitwa padri. Tarehe 8 kanisa lote ulimwenguni, tarehe 8 mwezi wa 5, tulala tukiwa hatujui kama tutakuwa na baba mtakatifu, si ndio? Kwa hiyo usiku watu tumelala, na kawepo na kardinali mmoja anaitwa Robert Francis
amelala akiwa Robert Francis, si ndio? Tarehe 9 ikawa tena sio Kardinali Robert Francis, badala yake ni Papa Leo wa 14. Hebu mpigieni Mungu kwa kofi. Huyo Mungu ukitaka kubadilisha ni lazima ufanye kitu kingine ambacho sasa ndio jambo langu la tatu la kusema siku ya leo. Ukitaka kubadilisha na wewe lazima ufanye kitu kingine. Ni nini? Hebu semeni unyenyekevu. Kwa sababu Mungu hahitaji ushindane naye. Badala yake Mungu anataka ujishushe. Ndio maana Bikira Maria katika huo utenzi wake nafikiri aya ya 48 sema Bwana amemnyanyua mtumishi wake mnyenyekevu. Bwana amemnyanyua mtumishi wake mnyenyekevu. Kumbe Bikira Maria alinyanyuliwa na Mungu na akatambua kwamba Mungu ndiye amemnyanyua. Bikira Maria alikuwa tu ni binti wa kawaida tu wa kijijini, si ndio? Si ndio? Ukienda kule Galilaya, kwa hiyo utasikia habari zake kwamba alikuwa ni mama wa kawaida, mama wa kawaida tu, wa kawaida sana. Lakini yeye alilala akiwa mama wa kawaida, akaamka akiwa mama wa unyenyekevu. Ndio uliompeleka akafikia hapo. Sababu hata yeye mwenyewe anataja kwamba Mungu alimnyanyua mtumishi wake mnyenyekevu. Mungu ndiye alimnyanyua. Kama hivi tunapomwangalia Padre Day na leo kachagua misa ya mama Bikira Maria, nina uhakika kabisa anataka atembee katika viatu vya mama Bikira Maria. Mama ambaye ataendelea kubaki kama kioo cha unyenyekevu. Yeye ambaye hakujikweza pale ambapo hata alipopewa mamlaka ya kuwa mama wa Mungu, hakujikweza. Yaani hakuona kama ni kitu cha kujikweza sasa ili nitembee. Kwa kila wakati ninapokuwa nikitafakari juu ya utenzi wa mama Bikira Maria na nikiangalia unyenyekevu wake, huwa najiuliza, hivi angekuwa binti hawa siku hizi ingekuwaje? Ingekuwaje? Angetamani labda kama ni binti kijijini, vijana wote mjikusanye, mwe mnambeba kijiji kizima, mnatembea mnambeba, mnaimba anameremeta. Lakini Bikira Maria hakuona hayo yote kama ni kitu cha kuhangaika nacho. Badala yake alibaki kama alivyokuwa, na badala yake akajishusha hata zaidi. Wapi? Tawakumbusha jambo moja ambalo alimfanya. Kwa sababu anasema unyenyekevu wa hali ya juu huwa unashangaza. Ukikutana na unyenyekevu wa hali ya juu huwa inashangaza. Mama Bikira Maria baada ya kupata ujumbe kwamba atakuwa mama ya Mungu, alienda kumtembelea binamu yake Elizabeth, si ndio? Akafanya safari akaenda mpaka nchi za milimani. Alipofika kule Elizabeth akamdaki kwa furaha, akampokea. Lakini katika kumpokea Elizabeth kuna maneno aliyoyatamka ambayo yalionyesha mshangao. Sema, imekuwaje mpaka mama wa Bwana wangu kunitembelea mimi au kunijilia mimi? Injili ya Luka sura ya 1 nafikiri ni ile aya ya 43. Aya 43. Imekuwaje mpaka mama wa Bwana wangu kuja kunitembelea mimi, kuja kunijilia mimi? Mimi ni mtu mdogo mno, lakini wewe mtu mkubwa unakujaje hapa? Elizabeth alikuwa anashangaa nini? Anashangaa unyenyekevu wa mama Bikira Maria. Kwa pamoja na kwamba anakuja kwa mama wa Mungu, lakini bado anaenda kutembelea watu wengine. Maana kasema imekuwa ni mtu wa siku hizi. Angekuwa anakaa watu waje wamtembelee yeye. Sasa wewe kwani unajua kama mimi mama wa Mungu? Kwani unajua kama? Lakini hamna
akaendelea kutembea kwa unyenyekevu ule ule ambao mama yake anao, kwamba kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo huyu ambaye anazaliwa na mama Bikira Maria, sisi sote sasa tunathubutu kumwita Mungu Baba, tunathubutu kutamka Aba, kitu ambacho kilipotea baada ya kosa la wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva. Ilipotea. Sasa ikazaliwa tena kupitia unyenyekevu wa watu, mama Bikira Maria wa kwanza, lakini na Yesu pia akiwa sehemu. Samahani kaka au samahani baba, naomba ufunge dirisha. Si ningefunga, lakini alinyanyuka. Kiburi na majivuno. Hapo kimwangalia dada mdogo mno, lakini nguvu aliyoonyesha katika kufunga dirisha ilionyesha kile kiburi na majivuno alionayo. Kwa hiyo huko duniani tunakutana na watu wanyenyekevu, huko duniani tunakutana na watu wenye kiburi na majivuno. Padri Desideri, hiyo ndio hali halisi. Hao ndio watu tunakwenda kukutana nao. Kuna watu tutakutana nao watakugusa mno maisha yao kwa wema na upole na unyenyekevu wao na utakatifu. Lakini kuna watu tutakaokutana nao ni kiburi, ni majivuno, ni roho mbaya, ni chuki na kila aina ya ubaya. Lakini hao sasa ndio watakao kuhitaji ukawainjilishe, ukawabadilishe, ukafanye kila ambacho Mungu anataka, kwamba walale leo wakiwa wakorofi na wabaya, kesho waamke wakiwa wema. Hapo ndipo watu watakapofurahia upande wako. Tawapa hadithi moja ambayo unapokuwa mnyenyekevu unaweza kufanikiwa sana, lakini ukiwa na kiburi unaona cha mtazamo. Daktari huyu alikuwa anasafiri, anakwenda kwenye vijiji ambavyo alikuwa anapaswa avuke mto mkubwa ambao alikuwa anavuka kwa kasia au inaitwa boti, inaitwa mashua, lakini unapita kwa kasia kwa sababu unakuta wakati mwingine linaendeshwa tu na hata ile kasia lenyewe lina dereva. Kwa hiyo huyu daktari alikuwa na kijana wake ambaye kama muendesha hilo ni boti au kasia tunapenda kuita kwamba ndio linavusha watu. Kwa hiyo kila alipokuwa akitaka kwenda kutoa huduma kwenye kijiji hicho ambacho alikuwa anataka kuvuka, alikuwa anamwita kijana ili amvushe kutumia hicho kiboti chake au mtumbwi wake. Sasa kutumia mtumbwi nafikiri inaweza ikawa wema zaidi, si ndio? Kwa hiyo huyu daktari ni sekretari naye anaanza kwa kitu yake, unajua mimi sasa kama nikaenda shule, soma mimi daktari, mimi natibu watu magonjwa mbalimbali, mimi natibu watu mno, na mimi huko kwenye vijiji vinavyoenda na jina kubwa wala nikipita tu daktari ndio huko. Sasa wao ukipita kijijini wanakuita nani? Wewe sikaza kwa kuendesha kitu mashauri, wewe siku nikupeleka kitu mashauri. Hakuna kitu kingine. Ukienda shule usikokuwa hivyo. Kwa kana mfuki lakini wanajadiliana kazi. Sasa siku moja wakawa wanavuka. Walipokuwa wanavuka lile mto likavurugika, maji yakawa mengi, mawimbi, upepo. Kwa hiyo chombo kikaanza kukosa mwelekeo. Kwa chombo kilipoanza kukosa mwelekeo,
unyenyekevu utajifunza mengi na utafaidi mengi, na katika unyenyekevu utakuwa na jina kubwa mno. Jina kubwa kama alionalo Bikira Maria leo, kama alionalo Yesu leo, kama ambao wanao watu ambao mbalimbali au katika wafahamu tunakutana nao hapa na pale, sababu unyenyekevu wao. Kuna mwanamke mmoja namalizia, nitawaimbia kidogo, maana napenda sana siku kama za leo angalau uimbe kidogo kama sehemu ya kufanya watu waje wakumbuke yale ambayo unasema. Wewe mwanamuziki, yeye alikuwa anatumbuiza tu kwenye majukwaa. Na inawezekana hata wimbo huo tunausikia, lakini hatupati ule ujumbe aliokuwa nao. Hata ujumbe aliokuwa nao una unyenyekevu. Anaitwa Samba Mapanda. Taifa sehemu ya wimbo wake, usije mkaniita mzee wa Lingala, Takatawambia kidogo kama nitaweza, lakini dunia tunapita, kila kitu kitarakia, binadamu mchanga, itabaki milele mzima. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, dunia tunapita, akisema majivuno ni ya nini, itabaki milele milima. Kwa hiyo sehemu ya kwanza unaambia binadamu ni udongo, sio kila kitu ni udongo. Lakini sehemu ya pili, majivuno ya nini? Hakuna haja ya majivuno. Kwa hiyo badala ya majivuno tufanye nini? Tuwe wanyenyekevu, na katika unyenyekevu huo ndipo utakapofanikiwa. Kwa hiyo dunia tunapita humu duniani, basi wanadamu majivuno ni ya nini? Tuache majivuno, tuache kiburi, kila kitu kifanyike kwa unyenyekevu. Na mtu mnyenyekevu kwanza anaheshimu watu, pili anamheshimu Mungu, lakini tatu anaheshimu vitu na ulimwengu wote anaheshimu. Kwa hiyo hata kipana kitu kingine uone atalitafuta, unaona tu anaheshimu. Na kama unaheshimu watu, unaheshimu vitu na unamheshimu Mungu, lazima utakuwa mcha Mungu. Na ukishakuwa mcha Mungu, kwa nini mtakatifu usije kwako? Na hayo ndio tunayoongea katika Day, ili awe na heshima kwa Mungu, heshima kwa wanadamu, heshima kwa vitu. Na akishakuwa hivyo, unyenyekevu kwa sehemu ya maisha yake, aweze kufikia utakatifu. Na sisi tuseme tulishiriki katika kumfanya atende ule utume wake kama inavyopaswa. Na Mungu amempa taji na kwenda kuwa katika kundi la watakatifu kule mbinguni. Hongera sana Padre, ndugu zangu, hongereni sana. Tumsifu Yesu Kristo.